Vipi ndugu yangu? Nyayo hii. Na uchovu hizo ya njaa. Na uchovu. Kwa kawaida unajua jua likiwaka hivi. Alafu kitawe sema kivuli. Umeona mimi hapa nilivovua viatu kule mwenda azimu, wewe mwenzangu ndo unaakili sana ukaingia na viatu. Busara ya wapi? Huu mkeka wa plastiki, yani ya busara ya wapi? Unaona kabisa mimi nimekaa hivi hapa nimevua viatu kule, wewe ukae na viatu, busara ya wapi? Kwamba mkeka wangu hauna maana. Mkeka nimenunua 14,000 ubala. Hizi tunavota ujue? Mkeka nimenunua 14,000. Viatu sana hivi mwanangu. Unaona hivi viatu mkeka unapata hata 6. Yapi? Vipi ndugu yangu? Kaa. Mambo mema? Mungu mema. Kweli. Mungu ni mwema. Unajua ukiwa unaamka salama hivi hauna changamoto yoyote. Hapa ni swala kushukuru sana. Kuna watu wamelala vizuri wameamka wanatembea wheelchair. Na mimi hapa niko simuona kama hivi nashtua tizi. Unafanya mazoezi? Ngapa napiga viatu songa. Mazoezi ndio hivyo. Sasa unashtua viungo? Mazoezi ni wito, yani mazoezi sio kila mtu. Yani sio kila mtu. Mazoezi kuna watu wengine hawezi kufanya hata iweje. Kama hapo hata iweje. Kama hivi. Mazoezi mtu hawezi kufanya hata iweje. Mazoezi ni wito, yani kuna watu wamezaliwa kuwa walimu, watu wamezaliwa kuwa mapolisi, madokta, viongozi. Yani huwezi kuforce kitu sio chako. Ukiangalia kama mimi nimezaliwa kuwa nani? Profesa hivi. Profesa mtu wa kutoa na nini? Mwelimisharika. Sidhani. Ukiniangalia mimi sina kalama. Wewe? Wewe labda yani nichukue time sasa kukuchunguza, lakini mimi kile ninapokuonaga hivi sije kukuona ukiwa na kitu chochote kile. Basi Musa wewe utakuwa unifuatilie. Mimi nina kalama. Yaani mimi nina jicho. Mimi naweza nikakaa hivi, nikakuangalia wewe, nikajua changamoto zako, nikajua unayoyafanya. Sema sipendi kuongea na kila mtu kwa sababu unajua watu wapendi kutoa vitu vyao. Una jicho la lamli. Sio la lamli, kalama ile. Si ndo lamli hilo? Lamli sio kwa kama mambo ya ganga, mimi sio. Mimi naweza nikakuangalia hivi, nikajua ulikotoka kuna changamoto hivi. Ndio hiyo lamli? Hiyo lamli, yani wiki chako inakuwa kina vitu na wewe baki unapenda bwana. Kila. Lakini ila ni safi kwa sababu hiyo vingine watu wanasemaga, mimi sije kugunduaga hilo. Sije kuona ukiwa na maana. Unifuatilie. Unifuatilie. Ni mtu ambaye kama unanidharau unizingatie. Sasa unataka kuniambia haya. Unajua watu wanafanyaga vitu kama hivi. Na ni watu wanaipigi na vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo kwenye familia nyingine kwenye vitu vikubwa. Sasa wewe familia yako inajua hilo swala? Nionyeshe vitu kwenye familia, vitu vikubwa kama hivi ndio nionyeshe familia. Sasa wewe unaonekana hata kwanza mwisho wa kumwani mara ya mwisho kwenda hata kijijini kwenu lini? Sijawahi kwenda. Siendi na sitaenda. Sasa wewe kumbe ndio maana nimesema hivi, wewe hauna kitu chochote. Kwa sababu mtu ambaye mwenye vitu kama hivyo, mwenye uwezo wa kuona mbali hivyo hawezi kosa kwenda kijijini kwao. Siwezi kwenda kijijini, washirikina mno. Sasa si una vitu wewe unajua mtu anayeweza kuona kitu kabla hakijatokea au anaweza akajua mtu ana matatizo gani. Huyo ni mtu ambaye hata huyo mshirikina mwenye kabla hajafanya chochote wewe wajui wewe. Kuna watu noma, watu wanaloga vyuma. Hujamsikia Chidi Benz? Watu wanaloga vyuma. Yule Chidi Benz aliposema vyuma, yani yeye alipoona kwamba katoboa pua kwa kipini hapa, ndio kaisi yeye chuma. Yani chuma kimetokana na kile kipini cha pua. Sio. Wewe fikiri chuma gani? Watu wanaloga chuma. Chuma kinaloga kinafanya nini? Ndio hapo kuna mtu analoga chuma mpaka kinapinda. Chuma kilinyoka hivi kinapinda nyosha. Chao. Padi kijijini kwetu. Kwa hiyo kijijini kwenu uende. Alafu nilikutana na nani unafaza yako. Huyo ndio leo tulikuwa tunagombana. Yeye ananiambia mimi
Twende wote Morogoro. Yaani hapa mimi nikajua hapa yaani jinsi ambavyo kuna pia maelezo yale. Ni kwamba nikajua wewe tayari utakuwa imepita hapa, ni tayari utakuwa umeshajipanga au umeshaondoka. Wewe siwezi kwenda. Kwa sababu mkutana na yule faza yako, mkutana na mdogo wako. Mimi siwezi kwenda, kuna ushirikina, siwezi kwenda, kuna ushirikina. Siendi upande wa mama, siendi upande wa baba. Unajua mamangu mimi anakaa na nini? Bwakila. Bwakila kule. Maana anakaa si wapi huko. Bwakila ni kama unaenda hapo unajua? Bwakila ni kama unaenda nani Ukisaki. Kisaki huko Kisaki. Huko unaona sasa wewe unapajua mimi. Kule mimi si Molo boy. Mimi najua Molo mjini na vijiji vyake. Baba anakaa Matombo Nemele. Babako Matombo tu pale. Nemele pale. Sasa kuna wachawi. Umesikia? Wewe kwa mfano kama ndo una kichwa cha namna hiyo cha kujua. Yaani changamoto unaweza kaenda kule nyota yako akaififisha. Kwa hiyo kwani wewe nyota yako ile hapa labda ukififisha kwa mfano kama saizi una misha gani? Sasa hivi una misha gani? Hapa. Hapa sasa hivi. Hapo sasa nimekaa. Maana unajua mtu mwenye nyota kuna mambo yanakuwa yanaenda vizuri. Ndio kama mimi. Ni hata mchawi amchukui tu mtu bora. Mchawi anachukua mtu mwenye mafanikio ambaye akipata kuna kitu chake kinaongezeka. Kama mimi. Sasa kama wewe hapo wewe una mchongo wote. Inamaanisha yani wewe na umri wako ulikuwa kama una mchongo. Nyota utapata unakuwa naye wapi? Yaani nyota wewe mimi sio kama mchongo sana. Mimi nina michongo mingi. Ila michongo yangu mimi nani nampa hiyo, ndio maana kuna muda michongo na kwa michongoma. Yaani si mtu akumpa ile michongo. Ila mimi michongo na mimi usinidharau nina michongo. Hamna, wewe nyota huna. Yaani ndio maana kwa sababu gani nakwambia hivi? Nyota sio kitu kidogo. Alafu mtu mwenye nyota kali, yaani hata ukae ndani. Mtu atalonga hata namba akupigie simu akupe mchongo. Yaani kuna watu wanaweza wakaa ndani. Yes, ndio mimi sasa. Wewe mtu akisha kupigia simu kwa mchongo gani? Unaona mbona nakwambia sasa. Mimi ndio nilikuwa mchongo. Hiyo sasa tunaambia. Mimi sometimes nachoraga ya majengo makubwa. Majengo makubwa yani unatengeneza ramani, unachora ramani. Mimi si engineer. Wewe engineer? Ngoja wewe nanga subiri. Elimu yako mimi naijua. Wewe engineer unamjua? Mimi sina kitu nimekwambia, yani mimi umeona kama hivi. Naweza nikafanya kitu kikubwa cha tofauti. Wao unataka kuniambia kumbe vitu vyako vya kichwani vinaweza vikakufanya uchore ramani ya jengo la gorofa hivi? Mimi mbona natumia sana kwenye majengo. Mahakama Kuu mimi nimepambania ile ramani yake. Mahakama Kuu? Chamwino Dodoma hivi. Ukiangalia hivi kawaida. Chamwino zilikuwa najengwa na mafundi kawaida, wakaja kujenga na jeshi. Alikuwa anasimamia mchoro, unajua ramani yote. Sasa hiyo ndio sitaki kuongea kwa nguvu kwa sababu unajua vitu vya nchi. Lakini yani wewe hata uwe mganga uwezi kuchora ramani ya jengo. Yaani hivi vitu kama hivyo mtu lazima ukasome wewe. Mimi ndio maana nakwambia mimi mwanzo umeona jambo nikiletea hivi. Mimi niko kama kiuchifu. Unamjua kiuchifu? Abubakar Katwila. So yule sikachanganyikiwa? Yule kachaguliwa na wakuu, yule chifu. Kachaguliwa na wakuu kutembea na nini? Tabora. Nilisikiaga interview yake kwa anaongea si Babu Tale, si kafanya nini kamdhulumu. Achana na wote waliomdhulumu. Utakuta kitu yule chifu alizulumu. Anasema kadhulumiwa na Tale si Mondi. Lugumi si. Sasa ile kesi hata mimi naweza kuisolve. Sema nimemwachia kwanza. Nimuone uwezo wake. Wewe unaweza kuisolve kivipi? Unaweza kuisolve vipi? Naweza nikapambana hivi. Akapewa mali zake. Na hilo swala mimi naweza. Yaani naweza nikafanya jambo. Kama Babu Tale kachukua zile akazirudisha mwenyewe. Kama Diamond kachukua zile akazirudisha mwenyewe. Kama Chege kachukua zile akazirudisha mwenyewe. Au Lugumi nampotezesha mawazo. Nampa wazo lile tena kawapa tena hela mama. Sasa nikawa naongea na mtu kumbe yuko sawa. Unajua baba yako ule, mimi nimeona anataka kupambania watu muende vijijini. Kuna vitu mkaeke sawa kwenye vitu, hauko sawa. Hata mdogo wako ule kama yuko hivi basi babako kumbe anaenda kwenu kwa sababu ya kureset familia. Wewe mwenyewe hauko sawa. Nenda kijijini. Nakwambia hivi. Sawa kabisa. Nenda kijijini bwana, hata ukaanza kupeleka vitu. Haya. Tafadhali. Sasa na mchezo.
Umekucha ndugu yangu. Vipi kaka? Kama kawaida. Rudi kabisa. Safi. Wapi tena pilika pilika? Mimi naingia chini hapa kinajeje. Kwa kinachoendelea unakielewa uone. Unasema mwanangu maisha yamebadilika sana. Unajua maisha yamekuwa kipumbavu sana. Kwa sasa hivi mwanangu ndoa zinatamba mitandaoni, ndoa zinavunjika mitandaoni, kila kitu kinafanyika mitandaoni. Yaani unajua watu wamesahau kabisa uhalisia, watu hata wamuogopi Mungu rafiki yao. Alafu unakuta mtu anayefanya hivyo anajua dini vizuri kabisa yani. Unajua watu wanaijua sana vitu. Ndio uharibifu wa vitu. Chukua hiyo. Sasa kama mtu unaifahamu dini vizuri alafu unakuja kufanya vitu vya kipumbavu, wale wasiokuwa na imani na dini wanaonaje sasa? Na ndio maana unakuja kuna miausho. Watu wasiokuwa na imani na dini huwa wanaishi free sana. Kwa sababu gani? Hakuna kitu ambacho watakachokiwaza sijui kufuru, sijui shetani, sijui nani huwa hawana. Kwa mfano kama mtu kama mimi, sina hizo kufuru, sijui nini. Ila wao sasa wanajifanya alafu vile vitu usivishangae. Ndoa yenyewe kwanza ilifungwa sana mtandaoni. Kwa hiyo ikivunjikia mtandaoni pia ni sawa. Yaani shida ni nini? Ujue mtandaoni kuna vitu yaani kwenye jamii sisi huku kuna vitu tunavisikia kuhusu wao. Ndio. Sio, unanielewa? Alafu sasa mtu wa ndani akija akilopoka hivyo vitu, mapokeo yake yanakuwaje? Watu wanatia tiki. Sio, unanielewa? Kwa sababu wale ni watu ambao washaishi pamoja pika pakua. Wewe unapokuja kusema huyu mchoyo, wewe unapokuja kusema huyu sijui hivi, watu wanakuja kusema mbona kama hili la kweli. Wewe unapokuja kusema bwana huyu jogondo ile, watu wanaona mbona hizo story mbona ndo ziko sana. Sio, unanielewa? Yaani unajua katika hiyo story kakosea kweli kuzungumza hiyo. Sasa hapo ndo unaona sasa tofauti wa mwanaume na mwanamke. Lakini sasa mimi naona kama mwanamke mnafiki. Nini? Mwanamke mimi naona kama mnafiki. Kwa sababu kama anasema si jogoo hivi, alafu anasema kuhusu kutaka kutoka na kusudi yake, inakuwa unatokaje? Wewe sasa inakuwa hiyo ndio vitu ambavyo unatakiwa ukao. Mimi nimejiuliza, afu hivi vitu nini yani mpaka unabaki. Mimi nimejiuliza, haya sawa. Inawezekana kweli jogoo ndio? Haya huyu aliyokuwa anamtumia elfu 50 alikuwa atakapigeje? Na wewe kwa nini ukasirike wakati mtu vitu viendi? Yaani kwa nini unakasirika? Kwa sababu unajua tu yule boy hana chochote. Si ndio unampanga mtoto wako ambaye sikiliza, piga hela tujenge. Sijui unaelewa? Kwa sababu kiuhalisia yule hata alivyoondoka haimaanishi kwamba maisha ya mwamba yatabadilika. Maisha ya mwamba hawezi kubadilika. Na hapa mimi nasubiria tu tangazo muda wote. Ana nyota ya bahati. Muda wote tangazo. Ni maarufu tu. Yaani nakwambia muda wote tangazo. Yule hana tofauti na Hamisa. Yule kama Hamisa. Yule kama Hamisa. Unajua kuna watu ukitaka kuizima nyota yao wanaiwasha kabisa yule. Kwa yule pale yani yule bro kama kuzimika angezimika kitambo. Kama unakumbuka kifungiwa misora ya kuhusika na michezo. Ndio kwanza anakuwa wa moto. Kwanza ndo anakuwa nyuma yani ya kamera ndo anakuwa mbaya sana. Mimi nimeiangalia ile situation nikajiuliza, afu yule binti yule mdogo bado ana mapepe mdogo sana. Sawa, kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi content zake, ukiangalia posti zake, lile jambo limempeleka viral. Amepata followers wengi, unaelewa? Sasa ile kwa akili ya kike mtu anaona kama wao nimeikamata. Kumbe ile wao umejaribia, kwa sababu unapoteza trust kwa watu. Inawezekana mwamba kweli labda walichokana kibinadamu. Sio, unaelewa? Haya sawa, wameachana, malizeni kwa fair. Inawezekana kuna kibopa yupo, kuna waziri yupo anakuelewa kweli. Ndio. Ilikuwa na kwa bahati yake kukuchukua, lakini kwa pigo kama hizo wanaume wanapenda kuangalia mbali, wanaona wewe una kifua. Yaani yule anajitengenezea mwenyewe mazingira mabaya sana. Yani mwanangu huyu. Umeona wanawake wengi walioachana na wanaume zao kwa kashfa, hawajai kupata tena bwana wa maana. Ndio inavyokuwa. Ndio inavyokuwa siku zote. Hivyo ukiachana na mtu kwa kashfa, mtu wa maana yote anajua bisa kwamba mimi naye nikiteleza tu. Inawezekana ukawa mzuri, ukawa unavutia, wanaume wakakutumia lakini wakaendelea na shughuli zao na ikawa siri yani hawataki hata kidogo. Na ndio kinachoenda kutokea, watu watatumika sana. Sasa pale anakuelekea sasa anaweza akaenda kudanga. Sio anaweza, kwani si alikuwa mdangaji? Mtu wake kweli. Vipi bana? Kwani unaona wafikia watu wamjui bana? Nasema ndo dada mjini ndio walivyo. Mjini anaokota sana. Ila mimi sikupenda yani zile. Unajua hivi vitu sometimes kimya kinafanya hivi. Kuna watu wangapi wamekutana na matukio mabaya mjini? Watu wangapi? Wengi. Ile umeona kimya kilivyokuwa na majibu mengi. Mpaka mtu anashangaa yule mtu vipi? Imekuaje? Hajaumia? Hajaguswa? Mangi kawagusa watu wangapi? Wengi, afu watu wamekula kulu. Ndio kwanza wanazidi kuwa wakubwa, ndio kwanza wanazidi kuonekana watu wa maana. Kuna vitu ukivijibujibu vinakuondolea ile gadi yako. Vinakufanya unaonekana mtu wa ovyo. Yaani yule dada angetaka kuwini maisha. Mfano, unajua katika wadada wa mjini hao, mimi na respect sana Elizabeth Michael. Yule dada. Umeona Elizabeth Michael? Yule mtoto, lakini nikikuelekeza mafanikio aliyokuwa nayo, hata wakubwa wenye majina hawana.
yule ustaka yani tangu mdogo yeye ana ushamba nao pale. Sura nielewa. Yaani yule amecheza kama Pele kwamba napiga karata zangu pa 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 pa. Yule pale. Na kuna mwingine sasa hivi anakuja. Nanado mkali. Nanado. Wewe ile nyumba anomiliki kuna nani unamwona anamiliki nyumba kama hiyo? Wewe nyumba inaonekana kama katupiwa makombola. Yaani mle imekosekana swimming tu. Yaani ile nyumba imekosekana swimming kama naona. Lakini umeona jinsi walivyoanza. Sijui kiongozi gani wamekuja kwenye mbunge wa Kenya. Sijui unanielewa. Sasa sio mbaya kama kumpata mbunge wa Kenya rais na wewe mpate. Sema bongo si wanapokuwa ukiwa tuna mafanikio sio kama kipindi fulani hivi madamu Oya. Walipokuwa wanatumia hela pale kina Aristotle kipindi kile wakaanza sijui maana kuna kibopa yupo ndani hapa lakini vibopa wanaenda wanakataa na mtu maisha yake yanaendelea. Si mwanangu ibongo hii. Sema sasa ule nani huyu dada anapata trend hapa ya mwezi wiki 2-3 lakini anataka kuja kuzima hata amini. Sasa trend ya mwezi toki wapi bwana? Kwa sababu anayemchokoza ni mtu hatari sana. We awaulize wenzie. Ni mtu hatari sana. Awaulize wenzie. Kwa sababu pale mimi nakwambia inapozidi kuelekea hata washabiki wa Yanga wanaweza kumuunfollow. Yaani inawezekana kwa followers zake milioni wanaweza wakashuka. Inawezekana. Yaani watu wanasubiria tamko, ndio watu wanasubiria Mwamba aongee. Mwamba akiongea sasa ndio kila kitu. Mwamba hajasema kitu hajaongea chochote. Ukimcheki no comment. Kwa sababu haiwezekani eti kipindi tunaambiwa gauni ni milioni 100. Ndio. Kumbe bure. Si unanielewa? Kwa zile trip watu yeye toka azaliwe kashazunguka na helikopta kama alivyozunguka siku ile. Kala bata kama aliyokuwa analishwa na mchizi. Alafu unakuja kusema eti maisha jamani. Haya ndugu yetu angempeleka pote. Nani? Ndugu yetu. Nani? Ndugu yako. Dala. Angempeleka hata Ethiopia. Sasa kwa akili zao mbovu unaweza kashangaa akatengeneza ninio. Wakatengeneza mahusiano na Abdalla. Ana Abdalla mimi namjua vizuri. Abdalla kwanza toka acha na yule mwanamke hawezi kula. Yaani anamkubali. Wanawake 2-3. Abdalla wewe. Kama na anywi pombe. Yule anywi pombe, avuti sigara, yule avuti bangi, ali mirungi. Stari yake mbaya. Sijui unanielewa bora angekuwa anapenda gym. Bora angekuwa ungekuwa unasema basi huyu stari yake gym. Mimi namjua. Sema ndio hivyo, ngoja tuone. Ila vitu ukivipenda sana kuvikudili na mtandao atakuwa karoga. Abdalla. Na maneno hata nani ndugu yetu kule naye anaona alikuwa ameposti nani Abdalla na mbuzi sio nani Stan. Stan anamjua Abdalla kuliko mtu yoyote. Wale marafiki. Kuliko mtu yoyote. Mimi namjua Abdalla lakini ila sasa Stan ana masiara. Unaweza ukamsikiliza afu kumbe anakulisha nani matango pole. Ila ile picha alivyopost na caption aliyoiandika kama inamaanisha kwa sababu anaonekana kabisa kwamba staki dhambi zako. Ila katika maisha mimi nakwambia kweli, katika maisha usipende kuchekelea anguko la mwenzio. Hiyo ni mbaya. Unajua blaza alivyomchukua huyu mwanamke tuliumia wengi. Kwa sababu mimi nilikutana na Abdalla kabla. Akaniambia ndugu yangu, kaka hapa nimekwama. Ndio. Sijui unanielewa? Mwamba kaja. Alafu unajua kabisa mdogo wako. Vitu vingine hivi vinakuaga kama laana. Sema tuachane na vitu vya mitandao. Ubaya ubwela hii. Ndio inavyokuaga hiyo. Ndio. Haina noma mwana.